Bana, gazeti hili bado linaandika kwamba Yanga bila Pacome kuwafuata Fountain Gate. Kumbuka Pacome Zouzoua amepata majeraha na alizungumza Ali Shaban Kamwe akasema wachezaji wa Azam FC walimuumiza kimakusudi. Walimuumiza alafu na Zakazi akachukua ile clip akaiposti vizuri kwenye peji yake akauliza wapi ambapo ameumizwa. Yaani ni rafu gani mbaya ambapo Pacome amechezewa paka useme kwamba wachezaji wa Azam wameenda kumuumiza Pacome Zouzoua. Ni kwamba Yanga wanataka kuwafanyia ubaya ubwela Azam FC. Sasa waonekane wao ni wabaya sana. Kuna mtu yuko pale kwa ajili ya kulinda reputation ya Azam FC na anaipambania kwa hali na mali. Yaani kivivyote vile. Kwa sababu Ali Kamwe anapoizungumzia Azam katika upande wa kucheza rafu mbaya, maana yake anaiharibia sifa Azam. Azam inatambulika kama timu ambayo kwanza ni kikosi chenye ubora katika swala la kimbinu na kiufundi, lakini pia nidhamu pale pia iko juu, kwa sababu haiwezekani mwekezaji bosi wao Baresa akanunua wachezaji wote wale wazuri alafu wao wanaigharimu timu katika mazingira kama hayo. Kama rafu zingekuwa ni mbaya, basi nina uhakika kuna wachezaji wawili au watatu wa Azam walikuwa wanaongoza kwa kupewa kadi nyingi za njano ama nyekundu, lakini kitu kama hicho hatukiona. Kwa hiyo kimsingi na alikama anatetea maslahi ya klabu ya Yanga, kwa sababu Pacome Zouzoua ni mmoja kati ya wachezaji wenye mchango mkubwa katika kuipa timu matokeo na ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamesaidia Yanga kuwa na consistency nzuri ya ushindi katika msimu huu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini kwa upande wa Zakazi na Azam yake anajaribu kuiweka Azam katika standard ile ya kikosi chenye nidhamu, kikosi chenye ubora kiufundi na kimbinu. Nadhani kwa upande wao wanatetea tu maslahi yao, lakini pia wanatetea maslahi ya timu na klabu kiujumla katika ligi kuu. Sawa sawa.